Mheshimiwa Spika, kufuatia taarifa iliyowasilishwa leo mbele ya bunge lako tukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako likubali kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti ya Wizara ya Fedha pamoja na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa mwaka 24-25. Aidha, naliomba bunge lako tukufu likubali kupokea na kujadili na kuidhinisha mapendekezo ya mpango na bajeti ya mafungu ya Wizara ya Fedha pamoja na fungu namba 045, yani Ofisi ya Ukaguzi, Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi, yani CAG. Mheshimiwa Spika, napenda kumshukuru Mungu kwa kunijalia afya njema na kuniwezesha kusimama mbele yako na mbele ya bunge lako tukufu kuwasilisha mapitio na mapendekezo ya mpango na bajeti ya Wizara ya Fedha pamoja na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa mwaka 24-25. Mheshimiwa Spika, naomba niweke wazi kuwa hii ni bajeti ya Wizara ya Fedha, sio bajeti kuu ya serikali. Bajeti kuu ya serikali itasomwa tarehe 12 mwezi wa 6, yani Alhamisi ya wiki ijayo. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, napenda kutumia fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa uongozi wake na mageuzi makubwa ya kiuchumi na kisiasa na kijamii ambayo ameyafanya kupitia kipindi cha miaka takriban 4 ya uongozi wake. Tumeshuhudia mafanikio makubwa jarabu kabisa katika upatikanaji wa rasilimali fedha kwa ajili ya utekelezaji wa programu na miradi mbalimbali ya maendeleo. Jitihada zake zimekuwa na mafanikio makubwa katika maendeleo ya taifa letu, hususan katika nyanja za kijamii, kiuchumi, kisiasa na diplomasia. Hakika mama apewe maua yake. Kwa namna ya pekee napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuniamini mimi pamoja na Naibu Waziri wa Fedha Mheshimiwa Hamad Hassan Chande kumsaidia katika kutekeleza majukumu hususan katika usimamizi wa fedha za umma pamoja na uchumi jumla. Tunapenda kuhakikishia kuwa tutatekeleza na tutaendelea kutekeleza kikamilifu majukumu yetu ili kufikia malengo na shabaha zilizoainishwa kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020. Maeneo ya kipaumbele katika utekelezaji wa majukumu yetu kila siku ni ukusanyaji wa fedha, utafutaji na ugawaji wa rasilimali fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo pamoja na huduma za jamii, kazi ambayo imefanyika kikamilifu. Tunaomba Mwenyezi Mungu azidi kumjalia afya njema Mheshimiwa Rais, hekima na busara ili kuendelea kutekeleza majukumu yake kikamilifu. Napenda pia kuwashukuru Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, kwa hekima, busara na weledi wao katika kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kutekeleza majukumu yake ya kikatiba kwa mafanikio makubwa. Ninawashukuru pia kwa maelekezo na ushauri na miongozo ambayo wamekuwa wakisaidia Wizara ya Fedha pamoja na wizara zingine za kisekta katika kutimiza majukumu yetu. Nitumie fursa hii pia kushukuru na kukupongeza wewe binafsi Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani kwa kuendelea kuliongoza bunge letu kwa ustadi mkubwa na umahiri mkubwa na uadilifu mkubwa. Aidha, nimpongeze Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Naibu Spika, pamoja na wenye viti wote kwa kazi nzuri wanazozifanya. Napenda kuishukuru kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti chini ya mwenyekiti wake Oran Manase Njeza
mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini na makamu mwenyekiti wake Twaha Ali Mpembenwe, mbunge wa jimbo la Kibiti, kwa kukubali pamoja na kamati nzima ya bajeti kwa kukubali kupokea na kuchambua na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango na bajeti wa Wizara ya Fedha na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa mwaka 2024-2025 na mapendekezo ya makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2025-2026. Maoni na ushauri na maelekezo ya kamati yamekuwa mchango mkubwa katika kuboresha mifumo ya usimamizi na utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Fedha pamoja na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi. Mheshimiwa Spika, napenda kuwashukuru sana waheshimiwa wabunge wote kwa ushirikiano wanaoendelea kupatia katika kutekeleza majukumu ya kisera ya wizara na serikali kwa ujumla. Napenda kulihakikishia bunge lako tukufu kuwa Wizara ya Fedha pamoja na taasisi zake itaendelea kutoa ushirikiano stahiki na kufanya kazi kwa karibu ili kuhakikisha kuwa tunapata maoni na maelekezo ya kamati pamoja na waheshimiwa wabunge katika kuboresha utendaji kazi wa wizara yetu. Na Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mapitio ya utekelezaji wa mipango na bajeti kwa mwaka 2024, upande wa mwenendo wa matumizi hadi Aprili 2025. Kwa mwaka wa fedha 2024-2025, mafungu 8 ya Wizara ya Fedha yaliidhinishiwa na Bunge jumla ya shilingi trilioni 17.99 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na matumizi ya maendeleo. Kati ya kiasi hicho, shilingi trilioni 17.43 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ikijumuisha mishahara ikiwa ni shilingi bilioni 946.45 na matumizi mengineyo shilingi trilioni 16.48. Aidha, bajeti ya matumizi ya maendeleo ilikuwa shilingi bilioni 564.67 ikijumuisha fedha za ndani shilingi bilioni 482.84 na fedha za nje ikiwa ni shilingi bilioni 81.83. Mheshimiwa Spika, wakati wa mapitio ya muda wa kati wa utekelezaji wa mpango wa bajeti ya mafungu, wizara iliuishiwa kutoka shilingi trilioni 17.99 hadi shilingi trilioni 16.65. Kati ya kiasi hicho, shilingi trilioni 15.91 ikiwa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 642.96 kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Matumizi ya kawaida yanajumuisha matumizi mengineyo ikiwa ni shilingi trilioni 15.15 na mishahara ikiwa shilingi bilioni 760.40. Aidha, matumizi ya maendeleo yanajumuisha fedha za ndani ikiwa ni shilingi bilioni 590.72 na fedha za nje ikiwa ni shilingi bilioni 52.24. Mheshimiwa Spika, fungu 045 yani Ofisi ya Ukaguzi ya Taifa ya Ukaguzi yani CAG iliidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 112.73 kwa mwaka 2024-2025 ambapo bilioni 101.26 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 11.47 ikiwa ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Na Mheshimiwa Spika, bajeti ya Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi imeendelea kuongezewa bajeti mwaka hadi mwaka ukilinganisha na bajeti ya miaka 5 iliyopita. Matumizi ya kawaida yanajumuisha matumizi mengine ambayo ni shilingi bilioni 80.62 na mishahara bilioni 20.64 na bajeti ya matumizi ya maendeleo ilikuwa shilingi bilioni 8.83 na fedha ya nje ikiwa ni shilingi bilioni 2.64. Mheshimiwa Spika, jumla ya fedha zilizopelekwa kwa mafungu 8 ya Wizara ya Fedha hadi Aprili 2025 ni shilingi trilioni 13.67 na matumizi halisi yalikuwa ni shilingi trilioni 13.42. Kati ya kiasi hicho, matumizi mengineyo kwa idara, vitengo na taasisi yalikuwa shilingi trilioni 2.36 na huduma ya deni la serikali ikiwa ni shilingi trilioni 10.19, mishahara ikiwa ni shilingi bilioni 443.63
na maendeleo ikiwa ni shilingi bilioni 422.34. Vile vile hadi kufikia Aprili 2025 fungu 045 limepokea jumla ya shilingi bilioni 99.08 na matumizi halisi ikiwa ni shilingi bilioni 91.92, na kati ya kiasi hicho matumizi mengineyo yakiwa ni shilingi bilioni 70.65 na mishahara ikiwa ni shilingi bilioni 16.49 na shilingi bilioni 4.78 ikiwa ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo na shilingi bilioni 4.78 ikiwa ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mchanganuo wa fedha zilizopokelewa na kutumika kwa kila fungu ni kama ambavyo inaonekana katika ukurasa wa 66 hadi ukurasa wa 68 wa kitabu cha hotuba ya Wizara ya Fedha, kitabu cha hotuba yangu, na ninaomba taarifa yote iweze kuingia katika kumbukumbu rasmi za Bunge. Kwa upande wa mwenendo wa utekelezaji wa vipaumbele vya wizara, ikiwa ni kutafuta na kukusanya mapato ya jumla ya shilingi trilioni 45.10, Mheshimiwa Spika, Wizara ya Fedha ilikadiriwa kukusanya shilingi trilioni 45.10 ikiwa ni sawa na asilimia 89.7 ya makadirio yote ya serikali ya kukusanya jumla ya shilingi trilioni 50.29 kwa mwaka wa fedha 24-25. Hadi Aprili 25, wizara imefanikiwa kutafuta kukusanya mapato ya jumla ya shilingi trilioni 37.91 ikiwa ni sawa na asilimia 84.1 ya lengo la mwaka kutoka vyanzo vya ndani na nje. Kati ya kiasi hicho shilingi trilioni 24.45 zimekusanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania, na idara za wizara zimefanikiwa kutafuta jumla ya shilingi trilioni 5.32 kama misaada pamoja na mikopo yenye masharti nafuu na shilingi trilioni 8.14 kupitia dirisha la mikopo yenye masharti ya kibiashara. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa kuimarisha na kusimamia mifumo ya usimamizi wa fedha pamoja na mali za umma, kwa mwaka 24-25 wizara ilipanga kuimarisha na kusimamia mifumo ya mapato, matumizi pamoja na mali za serikali ikiwemo IDRAS, TANSIS, MUSE, NEST, CBMS, GAMIS, na hadi kufikia Aprili 2025 wizara imefanikiwa kuunganisha mifumo 11 ya taasisi pamoja na mashirika ya umma na mfumo wa uhasibu serikalini MUSE, na kuunganisha mfumo wa MUSE na CBMS na kuwezesha maombi na utoaji wa fedha yani exchequer kupitia mfumo wa CBMS na kuruhusu afisa masuhuli kufanya uhamisho wa bajeti ndani ya fungu lake, ujenzi wa moduli saidizi za ulipaji wa mikataba yani e-payment, na kuunganisha mfumo wa NeST na mifumo ya MUSE na kuimarisha uundwaji wa moduli ya uchakataji wa uondoaji wa mali chakavu katika mfumo wa usimamizi wa mali serikalini. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia Mamlaka ya Mapato Tanzania imekamilisha kazi ya maboresho mfumo wa usimamizi wa forodha yani TANSIS pamoja na awamu ya kwanza ya ujenzi wa mfumo wa kodi za ndani, ambapo huduma za usajili wa magari na leseni za udereva zimeanza kutolewa kupitia mfumo huo. Ujenzi wa maboresho ya mifumo hiyo imesaidia kuongeza ufanisi katika usimamizi wa mapato ya serikali, ambapo shughuli zote za ukadiriaji wa kodi zinafanywa kwa usahihi kupitia mifumo hiyo, na hivyo kuondoa urasimu na kuongeza uwazi na uwajibikaji katika masuala ya fedha za umma. Kwa upande wa kuhudumia deni la serikali, hadi Aprili 2025 jumla ya shilingi trilioni 10.19 zimelipwa kwa notisi za madai ya deni lililoiva sawa na ufanisi wa asilimia 84.8 ya lengo la mwaka, na kati ya kiasi hicho deni la ndani ni shilingi trilioni 6.01 ikijumuisha riba ya trilioni 2.48 na mtaji shilingi trilioni 3.53, na deni la nje ikiwa ni shilingi trilioni 4.18 ikijumuisha riba ya shilingi trilioni 1.62 na mtaji ikiwa ni shilingi trilioni 2.56. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa kutoa elimu ya huduma za fedha kwa wananchi katika mwaka wa fedha 2024-2025
Wizara ilipanga kuendelea kutoa elimu ya fedha kwa umma kwa lengo la kujenga uelewa na kuongeza maarifa kwa wananchi kuhusu masuala mbalimbali ya fedha na kukuza huduma jumuishi za fedha hapa nchini. Hadi Aprili 2025, elimu ya fedha imetolewa katika halmashauri 61 za mikoa ya Lindi, Mtwara, Kilimanjaro, Arusha, Morogoro, Mwanza, Mara na Pwani, ambapo jumla ya wananchi 49,301 walipatiwa elimu kuhusu huduma jumuishi za fedha. Aidha, jumla ya wananchi 3,419 walipatiwa elimu ya huduma za fedha kupitia maadhimisho ya wiki ya huduma za fedha kitaifa iliyofanyika mkoani Mbeya. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa uwezo wa wakaguzi wa ndani, kamati za ukaguzi na waratibu wa usimamizi wa vihatarishi, kwa mwaka 2024-2025 wizara ilipanga kujenga uwezo kwa wakaguzi wa ndani, kamati za ukaguzi na uratibu wa usimamizi wa vihatarishi katika taasisi za umma ili kuongeza ufanisi katika usimamizi wa fedha za umma. Hadi Aprili 2025, wakaguzi wa ndani 485 walijengewa uwezo kuhusu ukaguzi wa mfumo wa uhasibu serikalini MUSE pamoja na mfumo wa ukusanyaji wa mapato serikalini yani GPG. Wakaguzi wa ndani 200 kutoka taasisi 80 walijengewa uwezo kuhusu ukaguzi wa mifumo wa ununuzi wa umma ya NeST. Wakaguzi wa ndani 200 kutoka taasisi 100 walijengewa uwezo kuhusu matumizi ya mfumo wa ukaguzi GMS pamoja na waratibu wa usimamizi vihatarishi 120 walijengewa uwezo kuhusu matumizi ya mfumo ya kielektroniki wa usimamizi wa vihatarishi, na wakaguzi wa ndani 300 kutoka halmashauri 184 walijengewa uwezo kuhusu ukaguzi wa mifumo ya ukusanyaji wa mapato yani Tausi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa uhakiki binafsi wa kidigitali wa wastaafu, kwa mwaka 2024-2025 wizara ilipanga kuwezesha uhakiki binafsi wa kidigitali kwa wastaafu wanaolipwa na hazina kwa lengo la kupunguza gharama za uhakiki na usumbufu kwa wastaafu na serikali kwa ujumla. Hadi Aprili 25 wizara ilikamilisha uundwaji wa moduli kwenye mfumo wa malipo ya wastaafu na uhifadhi wa nyaraka ili kuwezesha wastaafu kufanya uhakiki binafsi. Aidha, wizara imefanya maboresho na kuunganisha mfumo wa malipo ya wastaafu na kuhifadhi nyaraka na mfumo wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa yani NIDA na mfumo wa wakala wa usajili na ufilisi na udhamini yani RITA ili kuboresha huduma zinazotolewa kwa wastaafu pamoja na wanufaika wengine kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2024-2025 wizara ilipanga kuwezesha taasisi za umma na binafsi kutumia moduli ya usimamizi wa fedha katika mfumo wa MUSE. Hadi 2025 wizara imefanikiwa kuunganisha moduli ya usimamizi wa fedha katika mfumo wa MUSE kwa taasisi za umma 452 na benki 38. Moduli hiyo inawezesha kanzidata za uhakika ya akaunti za serikali, kurahisisha ufunguaji na ufungaji wa akaunti za serikali, utoaji wa vibali, masurufu kwa wizara, mikoa na idara za serikali, na uandaji na upatikanaji wa taarifa za fedha kwa wakati na kurahisisha usimamizi na ufuatiliaji wa mapato na matumizi ya serikali. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2024-2025 upande wa sera za kiuchumi jumla, wizara ilipanga kusimamia utekelezaji wa hatua mbalimbali za sera za uchumi jumla ili kujenga uchumi jumuishi, himilivu na endelevu. Shabaha ya uchumi jumla zilizotarajiwa kufikiwa ilikuwa ni ukuaji wa pato la taifa kufika 5.4% kwa mwaka 2024 kutoka 5.1% kwa mwaka 2023, mfumuko wa bei kubaki ndani ya wigo wa tarakimu moja na wastani wa kati ya 3 hadi 5, mapato ya ndani kufikia 15.8% ya pato la taifa, mapato ya kodi kufikia 12.9% ya pato la taifa, na kisi ya bajeti ikijumuisha misaada isiyozidi 3% ya pato la taifa, na kuwa na akiba ya fedha za kigeni kwa kiwango cha kipindi cha mahitaji ya uagizaji wa bidhaa za huduma kutoka nje kisichopungua miezi 4. Hadi Aprili 2025
wizara imesimamia utekelezaji wa hatua mbalimbali za kisera ili kufikia malengo na shabaha za kiuchumi jumla. Hatua hizo imekuwa ni pamoja na kudhibiti mfumuko wa bei, kuhudumia deni la serikali kwa wakati, kuelekeza rasilimali fedha katika miradi inayochochea ukuaji wa uchumi, kuboresha mazingira ya uwekezaji na biashara, kuwezesha mauzo ya bidhaa na huduma nje ya nchi, kuimarisha mifumo ya usimamizi wa fedha za umma. Matokeo ya utekelezaji wa hatua hizo, Mheshimiwa Spika, ni pamoja na ukuaji wa pato la taifa yani GDP kukua kwa kiwango cha 5.5% kwa mwaka 2024 ikilinganishwa na 5.4% na ukuaji wa 5.1% kwa mwaka 2023. Aidha, katika kipindi cha Julai 24 hadi Aprili 25, mfumuko wa bei nchini ulifikia wastani wa 3.1% ikilinganishwa na 3.2% katika kipindi kama hicho kwa mwaka 23-24, na wastani huu ni wastani imara kuliko nchi zote katika majirani zetu. Mheshimiwa Spika, hadi Machi 2025 akiba ya fedha za kigeni ilifika dola za Kimarekani milioni 5,693.2, kiasi kinachotosheleza uagizaji wa bidhaa muhimu kutoka nje kwa kipindi kisichopungua miezi minne. Mheshimiwa Spika, wizara imeendelea kusimamia utekelezaji wa bajeti ya serikali ambapo katika kipindi cha Julai 24 hadi Aprili 25 wizara ilifanikiwa kuandaa miongozo mbalimbali ya kisera, kisheria, kitaalamu ikiwemo miongozo ya maandalizi ya mpango wa bajeti ya serikali kwa mwaka 2025-2026. Aidha, jumla ya ridhaa ya matumizi iliyotolewa ni shilingi trilioni 38.10, ambapo kati ya kiasi hicho shilingi trilioni 25.14 ni matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 12.96 ni matumizi ya maendeleo. Aidha, kati ya fedha hizo zilizotolewa, jumla ya shilingi bilioni 996.5 zimetolewa kwa ajili ya malipo ya madeni ya wakandarasi na shilingi bilioni 918.8 ikiwa ni wakandarasi na wazabuni shilingi bilioni 38.4 na watumishi wa umma shilingi bilioni 38.8. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2024-2025 kwa upande wa mafao ya kustaafu, pensheni na mirathi, wizara ilipanga kulipa kwa wakati mafao ya wastaafu na warithi wanaolipwa na hazina, kuwasilisha michango ya kisheria kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii kwa wakati na kuimarisha mifumo ya usimamizi wa malipo ya mafao, mirathi na michango ya kisheria ya mifuko ya hifadhi ya jamii. Hadi Aprili 2025 wizara imelipa kwa wakati shilingi bilioni 315.08 kama mafao ya kiinua mgongo, na baada ya kupokea nyaraka zilizotosheleza Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi. Aidha, michanganuo ya kisheria ya kila mwezi kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii iliwasilishwa. Michango ya kisheria ya kila mwezi kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii ililipwa kwa wakati kwa kila mwezi kama pensheni ya mifuko ya hifadhi ya jamii na kufanya madai hayo yafikishwe katika mfuko uliokuwa unatakiwa. Kwa upande wa usimamizi wa mali za serikali, Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2024-2025 wizara ilipanga kufanya ufuatiliaji wa mali za umma katika taasisi na vituo 274, kuondosha mali chakavu, sinzia na ziada katika taasisi 240 na kuwezesha taasisi za umma 612 kuandaa na kuuisha na kuweka kumbukumbu za mali katika mfumo. Kwa upande wa ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2024-2025 wizara ilipanga kufanya ufuatiliaji wa tathmini na mapendekezo ya miradi 20 ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi na kuendesha mikutano 10 ya uhamasishaji kuhusu sera ya taifa ya PPP kwa mwaka 2009 na mikutano 6 ya kuhamasisha mafunzo kuhusu sheria ya PPP. Hadi Aprili 2025 wizara ilifanya tathmini ya mapendekezo ya miradi 8 ya PPP na kutoa ushauri kwa taasisi husika.
Miradi hiyo ni pamoja na mradi wa usalama barabarani Tanzania, mradi wa ujenzi wa vituo vya ukaguzi wa lazima wa vyombo vya moto, ujenzi wa hosteli za wanafunzi wa chuo cha elimu ya biashara kampasi ya Dar es Salaam, mradi wa uendeshaji wa mabasi yaendayo haraka Dar es Salaam awamu ya kwanza na ya pili na ya tatu, ujenzi wa barabara ya haraka ya tozo kipande cha Kibaha Mlandizi Chalinze kilomita 78.9, ujenzi wa uendeshaji wa jengo la biashara Kariakoo Dar es Salaam, mradi wa Mlimani City, mkataba kati ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kampuni ya Mlimani Holding, na mradi wa ujenzi wa kituo cha kisasa cha kutengenezea vitambulisho vya taifa. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi ilijenga uwezo wa wadau 728 kutoka katika wizara, idara zinazojitegemea, wakala za serikali, mamlaka za serikali za mitaa na kamati ya kudumu ya Bunge ya serikali za mitaa kuhusu utambuzi na uchambuzi wa miradi inayofaa kutekelezwa katika utaratibu wa ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa ununuzi wa umma kwa mwaka 24-25 wizara ilipanga kukamilisha maandalizi ya sera ya taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi na mkakati wa utekelezaji wake. Hadi Aprili 25 wizara imekamilisha zoezi la kuandaa sera ya taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi pamoja na mkakati wa utekelezaji wake. Aidha, wizara imekamilisha utungaji wa kanuni za utekelezaji wa sheria ya ununuzi wa umma sura namba 410 ya mwaka 2024 na kutoa elimu hususani kuhusu sheria ya ununuzi wa umma sura namba 410 kwa wadau 1880 kutoka katika taasisi za umma 212. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa uboreshaji wa miundombinu ya wizara na taasisi zake, kwa mwaka 24-25 wizara ilipanga kuendelea na ujenzi na ukarabati wa majengo ya ofisi ya wizara na taasisi zake na kuboresha mazingira ya kazi. Hadi Aprili 2025 ujenzi wa jengo la wizara katika mji wa serikali Mtumba umefikia 93% na jengo la ofisi ya wizara katika mikoa ya Geita umekamilika na kuanza kutoa huduma. Aidha, wizara ilitoa jumla ya shilingi bilioni 6.88 kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya taaluma na hosteli za wanafunzi katika taasisi za elimu zilizo chini ya Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa utekelezaji wa vipaumbele fungu namba 045 Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi, kwa mwaka 24-25 Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi ilipanga kufanya ukaguzi wa rasilimali za umma kwa serikali kuu, mamlaka za serikali za mitaa pamoja na mashirika na taasisi za umma, kufanya ukaguzi za kiufundi, ufanisi maalum, kiuchunguzi, miradi ya maendeleo pamoja na mifumo ya tehama, kuimarisha matumizi ya tehama na kuendelea na ujenzi na ukarabati wa ofisi zake. Hadi Aprili 2025 Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi imefanya ukaguzi na kuwasilisha katika bunge lako tukufu jumla ya ripoti 21 za taarifa ya hesabu za fedha kwa mwaka ulioishia 30 Juni mwaka 2024. Na Mheshimiwa Spika, nitumie bunge lako tukufu kuipongeza sana ofisi ya CAG, kumpongeza sana CAG na ofisi yake kwa kazi kubwa na ya kizalendo anayofanya katika masuala ya ukaguzi na usimamizi wa rasilimali za taifa letu. Aidha, kupitia kaguzi hizo jumla ya ripoti 1730 zimeandaliwa na kutolewa kwa mchanganuo ufuatao: kaguzi za serikali kuu ripoti 469, mamlaka za serikali za mitaa na ofisi ya Rais TAMISEMI 787, mashirika na taasisi za umma 273, ukaguzi wa ufanisi 15, ukaguzi wa kiufundi 12, ukaguzi maalum 53 na mifumo ya tehama kaguzi 121. Aidha, ofisi imekamilisha kuandaa ripoti jumuishi 6
za mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali zilizowasilishwa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 27 Machi mwaka 2025. Hongera sana CAG, hongera sana ofisi ya mkaguzi wa hesabu za serikali kwa kazi ya kizalendo unayofanya kwa nchi yetu. Na hongera sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kujali na kuonesha kwa vitendo masuala ya utawala bora na utawala wa kitaasisi, kuzisimamia taasisi ziweze kufanya majukumu yake kwa uwazi na kwa uhuru. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa changamoto katika utekelezaji wa bajeti kwa mwaka 24-25, baadhi ya mambo yaliyojitokeza ni kuhusu mwitikio usioridhisha kwenye upande wa matumizi ya mifumo, kushuka kwa thamani ya shilingi katika baadhi ya vipindi, kuongezeka kwa madeni na michango ya wanachama. Na katika kukabiliana nayo, Mheshimiwa Spika, tumeendelea kujenga uwezo wa wadau wetu kuweza kutumia mifumo. Tumeendelea kutanua wigo wa mikopo kupitia fedha za kigeni, kuwezesha utekelezaji wa mikakati ya kitaifa, kuimarisha upatikanaji wa fedha za kigeni, jambo ambalo tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Taarifa zaidi tutatoa katika hotuba kubwa ya serikali. Kwa upande wa mapendekezo ya mpango na bajeti kwa wizara na ofisi ya mkaguzi mkuu, mkaguzi wa ofisi ya taifa ya mkaguzi ya mwaka 25-26 ni kama ifuatavyo. Baada ya kutoa taarifa ya utekelezaji wa vipaumbele, Mheshimiwa Spika, naomba sasa kutoa mapendekezo ya upande wa mpango na bajeti kwa mwaka wa fedha 25-26. Kwa upande wa vipaumbele 25-26 ni kama ifuatavyo: kutafuta na kukusanya mapato ya jumla ya shilingi trilioni 50.98, kuhudumia kwa wakati deni la serikali linaloiva kwa kiwango cha shilingi trilioni 14.22, kujenga mifumo pamoja, kutoa ankara za malipo ya serikali ili kuongeza ufanisi, kuboresha na kuunganisha na kuimarisha usalama wa mifumo ya kielektroniki, kuandaa sera za usimamizi wa mali za umma. Kwa upande wa ofisi ya taifa ya ukaguzi kwa mwaka 25-26, fungu namba 045 ofisi ya taifa ya ukaguzi ni kama ifuatavyo: kufanya ukaguzi wa mapato na matumizi, ukaguzi wa mifumo tehama, ukaguzi wa ufanisi kiufundi na kuimarisha uwazi na uwajibikaji katika usimamizi wa rasilimali, kuimarisha matumizi ya mifumo ya tehama, kujenga uwezo wa kamati ya kudumu ya Bunge ya usimamizi wa fedha za umma, kujenga uwezo wa ukaguzi juu ya matumizi ya mifumo ya tehama. Na kwa upande wa vipaumbele vya taasisi za wizara kwa mwaka 25-26, vipaumbele vya taasisi za Wizara ya Fedha kwa mwaka 25-26 vinapatikana katika ukurasa wa 55 hadi 64 katika kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mapato katika mwaka 25-26, Wizara ya Fedha imekadiria kutafuta na kukusanya shilingi trilioni 50.17. Kati ya kiasi hicho, Mamlaka ya Mapato Tanzania inatarajiwa kukusanya jumla ya shilingi trilioni 34.10, misaada ikiwa ni shilingi trilioni 1.07, mikopo nafuu ikijumuisha vyanzo vya ndani ikiwa ni shilingi trilioni 14.95, maduhuli ikiwa ni shilingi bilioni 53.54, na aidha fungu 045 ofisi ya taifa ya ukaguzi inakadiriwa kukusanya shilingi milioni 843 ikiwa ni ukodishaji wa kumbi za mikutano na kodi ya pango kutokana na upangishaji wa majengo ya ofisi yaliyoko katika mikoa mbalimbali. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa matumizi kwa mwaka 24-25, mafungu 8 ya Wizara ya Fedha yanaomba kuidhinishiwa matumizi ya jumla ya shilingi trilioni 20.19 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na ya maendeleo. Kati ya kiasi hicho, shilingi trilioni 19.43 ikiwa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na matumizi ya maendeleo ikiwa ni shilingi bilioni 757.79. Mheshimiwa Spika,
Matumizi ya kawaida yanajumuisha deni la serikali pamoja na mishahara. Kwa upande wa fungu 045, Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi inaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 122.52 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na maendeleo. Na kama nilivyosema, kwa jinsi serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inavyoonyesha kwa vitendo kwamba imedhamiria kusimamia rasilimali za umma, fedha za umma ziweze kutumika ipasavyo bila kupotea, mwaka hadi mwaka imeendelea kuiongezea fedha ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ambapo sasa imefika bilioni 122.52 ikilinganishwa na chini ya bilioni 80 zilizokuwa zinapatikana miaka mitano iliyopita. Kati ya kiasi hicho, shilingi bilioni 110.42 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 12.10 ni matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, mchanganuo wa matumizi kwa mafungu 8 ya kibajeti ya Wizara ya Fedha na fungu 045 Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi unapatikana ukurasa wa 69 wa kitabu cha hotuba yangu. Katika kuhitimisha, Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee tena napenda kumshukuru mke wangu Bi Neema pamoja na watoto kwa upendo wao, uvumilivu na maombi na faraja ambayo wamenipatia. Nirudie tena kumshukuru na kumpongeza Naibu Waziri Mheshimiwa Hamadi Chande pamoja na timu nzima ya Wizara ya Fedha ikiongozwa na Katibu Mkuu Daktari Natu Elmamuli Mwamba, mwalimu wangu, mlipaji mkuu wa serikali pamoja na manaibu wake wote, Naibu Katibu Mkuu Bi Amina Shaban, Bi Jennifer Omolo pamoja na Elijah Mwandumbia. Mheshimiwa Spika, hawa wamekuwa nguzo muhimu sana ya wizara yetu, na hata bunge lako tukufu litakiri ushirikiano ambao wataalamu hawa wanatoa punde tunapoitwa katika vikao vya bunge na kupokea ushauri na maelekezo kutoka kwa wabunge na kamati za bunge. Vile vile ni washukuru wakuu wa idara, vitengo na wafanyakazi wote wa wizara na taasisi zake kwa ushirikiano na utekelezaji thabiti wa majukumu yao ya kila siku. Kwa moyo wa dhati kabisa napenda kumshukuru mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali pamoja na timu yake. Wanafanya kazi nzuri, kazi ya kutukuka, kazi ya kizalendo kwa taifa letu. Kazi yao imeonyesha mafanikio makubwa, hasa ikiwa ni kubaini maeneo yenye upungufu na kupitia taarifa zake na kushauri na kutoa maelekezo, na bunge lako tukufu ni mashahidi jinsi ambavyo hatua kubwa imefikiwa na nchi yetu katika masuala ya usimamizi wa fedha za umma. Napenda pia kuwashukuru washirika wa maendeleo kwa michango yao ya hali na mali, ambapo ushiriki wao katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo umeleta tija na umejitokeza bayana katika maeneo tofauti ambayo tunashirikiana nayo. Na Mheshimiwa Spika, nikiwa namalizia, kipekee kabisa kwa kihistoria kabisa niwapongeze timu ya Singida kwa kuwafunga Simba liingie kwenye Hansard. Goli 3-1 ni ushindi mkubwa sana, mambo yaliyotokea kule Babati, na nimemuomba radhi Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba sikuwatuma, mimi nilikuwa kwenye majukumu alionituma, kwa hiyo hayo walifanya tu wenyewe na wamefuzu kucheza fainali. Hiyo ni hatua kubwa, na Mheshimiwa Kingu pamoja na wabunge wa Singida wanakusubiri Mheshimiwa Spika upongeze kama unavyofanyaga kwa timu zingine. Mwisho kabisa, napenda kukushukuru tena wewe mwenyewe Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa ya kuwasilisha hoja hii ndani ya bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge na umma wa Tanzania, umesikiliza kwa umakini, na narudia tena, wasikose kusikiliza bajeti kuu ya serikali itakayoelezea mafanikio ya kihistoria yaliyofikiwa katika nchi yetu chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan tutakayowasilisha tarehe 12
Alhamisi ya wiki ijayo, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Hotuba hii inapatikana katika tovuti ya Wizara ya Fedha ambayo ni www.mof.go.tz. Mheshimiwa Spika, kwa unyenyekevu mkubwa sasa naomba kutoa hoja.